Nafurahi kuwa katika kongamano hili la 19 ya e-learning yenye mada ya kwamba ni wakati wa Afrika kwa masharti ya Afrika katika kujijengea uwezo wa kujitawala, lakini pia nguvu na ushirikiano. Naam, Juliana, sasa tunaona nchi ya Tanzania ipo katika kupambana kuhakikisha kwamba na sisi tunajikwamua na mambo ya tehama au teknolojia. Ushiriki wako hapa katika mji wa Accra, Ghana, unaleta chachu gani hasa katika center ambayo unafundisha, lakini kwa Tanzania wote wanaokusikiliza moja kwa moja? Katika ushiriki ambao nimeweza kupata fursa hii kushiriki katika kongamano hili, nimeweza kujifunza mengi ambayo yanaendelea katika nchi tofauti tofauti Afrika kuhusiana na mambo ya teknolojia, lakini pia na wenzetu ambao ni wa bara la Asia, Ulaya, wanachokifanya kuhusiana na teknolojia katika ufundishaji, lakini pia katika kujifunza. Na kitu ambacho nimekichukua kikubwa huku ni kwamba kwa sasa hivi tunajua tuna matumizi makubwa sana ya akili nema, ambayo kwa sasa hivi asilimia kubwa ya watu wanakuwa na wasiwasi kwamba je, hichi ni kitu ambacho kitachukua nafasi ya binadamu katika ufikiriaji, kitachukua nafasi ya ufundishaji, kitachukua kazi za watu ambazo wanazifanya katika ufundishaji. Lakini ni katika uelewa kwamba ni kitu ambacho kinakuja kutusaidia sisi katika kuendeleza ufundishaji wetu. Mada ikiwa ni kwamba je, ni jinsi gani ambavyo tunaweza kutofautisha kati ya kazi ambazo au ufundishaji ambao tunaofanya kutumia matumizi ya AI, na pia ufundishaji ambao tunahakikisha kwamba hatupotezi ile fikra halisi ya mwanafunzi au fikra halisi ya mwalimu. Lakini pia katika kongamano hili tumeweza pia kukutana na watu tofauti tofauti ambao kimsingi wao wamepiga hatua kwenye masuala ya teknolojia na katika kujifunza kuhusu vitu ambavyo wanavifanya katika sekta ya elimu, lakini pia na katika utoaji huduma wa vifaa na vitu tofauti tofauti ambavyo vinaturahisishia sisi kazi katika kutumia teknolojia. Imetufanya pia tukaweza kuwa na kujenga mahusiano mapya ambayo hayo mahusiano tutayakuza katika kuendeleza teknolojia na ukuaji wa teknolojia tu, sio katika maeneo yetu ya kazi, lakini kitaifa kwa ujumla. Nirejee hapo Juliana, umesema unatoka kwenye center ambayo imekuwa pia ni kipaumbele chao ni mambo ya teknolojia. Mwaka jana kongamano hili lilifanyika katika nchi ya Tanzania, sasa imefanyika katika nchi ya Ghana. Nini tofauti ambayo unaiona hasa katika kongamano hili ambayo wewe ingeweza kuwa ni kitu ambacho ni cha kipekee sana, ungeweza kuzungumza na Tanzania wote? Naweza nikasema kwamba kongamano hili linazidi kukua, washiriki wanatoka katika nchi tofauti tofauti, mada pia zinaendelea kukua. Kila kongamano inakuwa na mada tofauti, inakuwa na washiriki tofauti, na pia inakuwa na malengo tofauti. Ukiangalia mada ya mwaka huu ni tofauti na mada ya mwaka jana, na pia kuna muda wa kutafakari kutoka mwaka jana vitu ambavyo tuliazimia kuvifanya kwa vio kama vio binafsi, kwa washiriki kama washiriki binafsi, kwa sasa hivi tumefikia wapi na ni hatua gani tunaweza kuchukua kuendelea mbele kulingana na mada ya kipindi hichi, lakini pia kutokana na vile vyote ambavyo tumeweza kujifunza kwa wakati huu. Kama tunavyosema, teknolojia inabadilika na kitu ambacho tulijifunza mwaka jana tofauti kinakuwa tofauti na tunachokujifunza mwaka huu. Mwalimu amekuwa ni miongoni mwa center ya kusaidia mwanafunzi. Sasa unaongea nini kwa mwalimu ambaye pengine yupo kijijini na teknolojia kwake imekuwa wakati mwingine ni changamoto? Wafanye nini hasa waendane na hii mapinduzi haya ya tehama ambayo yanakuwa kwa kasi sana katika bara letu la Afrika, hasa Tanzania? Kwa kiasi kikubwa naweza nikasema kwamba teknolojia ni kitu ambacho kinakuja kwa hatua tofauti tofauti, na tunavyoona kama sasa hivi kuna wenzetu ambao wamepiga hatua zaidi yetu, na kwa kupitia mfano huo nategemea kwamba pia katika wale ambao wapo katika maeneo ambayo teknolojia haijaweza kuwafikia kwa kiasi kikubwa, ushauri wangu ni kwamba waanze walipo, lakini wasione kitu kama teknolojia ni kitu ambacho cha kufanya wao washindwe kufanya kazi vizuri, lakini waweze
kuikumbatia na kuwa na moyo wa kujifunza, na pia waelewe kwamba kadiri tunavyotumia teknolojia inatusaidia sisi pia kufanya kazi zetu kwa muda mfupi, lakini pia wawe tayari kuamini kitu ambacho pia kinatoka kwenye teknolojia, kwa sababu mara nyingi tunakuwa na wasiwasi kwamba kinachokuja kupitia teknolojia wakati mwingine sio kizuri, lakini tunahimizwa pia kuhakikisha kwamba tunafanya research, tunafanya utafiti wa chochote tunachotoa kutoka mtandao, lakini hatuwezi kukwepa mtandao. Kwa hiyo kwa level waliopo sasa hivi, ushauri wangu ni kwamba tu waanze taratibu kutumia miundombinu ambao walionayo, lakini pia waendelee kuwajengea wanafunzi uwezo, na of course pia tunahimiza tu serikali pia iendelee kuwapa support walimu ambao wako katika level kama hizo, kuwajengea uwezo, kuja kwenye makongamano tofauti ili na wenyewe waweze kufikia level ya uwezo ambao wanaweza pia kuwasaidia wanafunzi. Naam, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wetu wa Radio Mnarani Podcast FM 91.8 inayotangazia kutoka katika viunga vya Bwiru, Mwanza, Tanzania. Haya ni mazungumzo ya moja kwa moja na Watanzania wachache waliosafiri miles na miles hadi katika mji wa historia wenyewe wanaita Gold Coast, mji ambao umejaa dhahabu, lakini pia ni ukiangalia kwa mbele kidogo unakuta tuna kama kilomita chache sana iko bahari kubwa kabisa duniani, bahari ya Atlantic, na hapa imejaa historia ya utumwa, ambapo watumwa walikuwa wakitoka hapa katika ukanda huu wa West Africa kwenda katika mabara ya Amerika. Tupo hapa sio kwa ajili ya historia, tupo kwa ajili ya kufuatilia mdahalo, kufuatilia kwa kina kabisa kongamano la E-Learning Africa 2026 katika mji wa Accra, Ghana. Jina langu ni Mwalimu Mahamba Sebastian. Hadi wakati mwingine wa E-Learning Africa mwakani. Asante sana. Asante sana.